zangu wapendwa katika Yesu Kristo, Kristo tumaini letu. Zaburi ya wimbo wa mwanzo ilikuwa ni Zaburi ya 33 mstari wa 5 mpaka wa 6. Ulikuwa mstari mmoja tumeimba, nchi imejaa fadhili za Bwana. Kwa sauti kwamba unamwambia Bwana kila mwenye pumzi. Kwa hiyo hata ustaarabu ukiingia kanisani wewe ndani, sio mheshimiwa. Ukiingia kanisani wewe ndio za ushuru unakuja kupata huruma yako. Hapo unapata baraka. Ukiingia kama mheshimiwa kwa wale kanisani, hapo unapata baraka. Kwa hiyo hapo tunaimba wote, nchi imejaa fadhili za Bwana. Nchi imejaa zimefanywa na neno la Mungu. Mungu anasema ikaweka. Kwa hiyo chochote nchi imejaa zote ni za Bwana, kama Mungu wa Bwana isipokuwa kubadilisha kila kitu. Kama Bwana kwa kama wanyama ni fadhili ya Bwana, zote ni fadhili za Bwana. Kwa hiyo hii Zaburi inatukumbusha kwamba sisi ni viumbe, sio waumbaji. Ishi kama wewe, usiishi kama muumbaji. Inakukumbusha kurudisha kwenye nafasi yako. Wakati mwanadamu anasema, mwanadamu asipochungwa vizuri huwa anapenda sifa zake. Mwanadamu anapenda utukufu ambao hapana. Ukitaka kuelewa vizuri, nenda mahakamani, sivile naita legal language. Leo jamaa mtu anaongea ni ondoshe. Mwanadamu huyo anamchukua karibu nini? Ni ondoshe. Your eminence, His Excellency, ndio mwanadamu asipochunga mwanadamu huwa tabia kujenga utukufu, lakini Mungu siku zote huwa anakukumbusha kwamba wewe ni mwanadamu, rudi kwenye laini yako. Na wewe usisahau kwamba hata kama kuna kitu unatenda vizuri, hata kama kuna magari Mungu amekubariki, hizo ni fadhili za Bwana, sio za kwako. Nawe mwenyewe ni wa Bwana. Kwa hiyo kwa unyenyekevu na kwa mdomo kabisa unamtendea Mungu ni kusafisha. Nimejiepusha kwenye miguu yako nikijua wewe ni unayelinda. Watu wengine Zaburi inakwambia Bwana ndiye mchungaji wa kila kitu. Mungu ndiye mchungaji wa kila kitu duniani. Hiyo ndio Zaburi yetu. Yatangaza mstari wa 5 mpaka wa 6. Kuna Zaburi maarufu ya wimbo katikati ambayo tunaijua sana sisi. Hata ukimwambia mtu ambaye ni Biblia, kwa nini niambie mstari wa 4 au 5 kuzungumza kwenye Biblia? Sasa tunasema tunataka Zaburi 23. And that's why one should not say no kids. Bwana tunataka sababu hii Zaburi ina sababu zake. Nani alisema? Imetoka wapi? Zote. Nakumbuka vizuri wakati Samueli alipotumwa na Mungu aende kwa watoto wa Yese
Mungu alipigwa ni kwa giant. Samuel akasema huyu anaweza kaja mwenyewe. Mungu akamwambia sio. Akasikia akapita mwingine. Samuel akafikiri itakuwa ni Mungu akamwambia sio. Inachunga kondoo, mchungaji wa kondoo, mchungaji wa kondoo yuko huko anachunga kondoo. Tunajua tunarudi Zaburi ya Daudi, mchungaji wa kondoo. Wakati akiwa anachunga kondoo kule, yeye mwenyewe anakumbuka vizuri jinsi alivyokuwa anawachukua kondoo, anawapeleka kwenye maji. Akiwatoa kwenye maji matulivu, akaamua kuwapeleka kwenye malisho ya majani mabichi. Wakipita karibu na uvuli wa mauti, manake kama kutokea kama simba hivi au kitu cha hatari, yeye yupo anapambana ili kondoo wasije wakaliwa na kitu kikali, manake wanapita katika uvuli wa bonde la mauti, yeye anapambana. Daudi akaona jinsi alivyokuwa anapambana na wale kondoo, kuhangaika nao, kuwachunga, kuwapeleka kwenye maji, kuwapeleka kwenye malisho ya majani mabichi. Baadaye Daudi baada, unakumbuka alikuwa kwa mafuta na nini, akaendelea kuwa akawa mfalme. Baadaye yeye sasa anaamua kutunga Zaburi ya 23 kutumia yale mazingira aliyokuwa anaishi, kwamba kama mimi nilipokuwa mchungaji wa kondoo wangu nilikuwa nawaelekeza, nawaambia nenda huko, rudi huko, nenda huko, nenda huko. Sasa mimi mwenyewe kuanzia leo mimi ni kondoo na Bwana ni mchungaji wangu. Unanielewa mimi? Nataka uelewe maana hii Zaburi. Kwa hiyo Daudi akajiona yeye ni kondoo sasa na Bwana ndiye mchungaji. Yeye ndiye atakayemsaidia wakati akiwa na kiu. Mungu anajua atampeleka kwenye maji ya utulivu ambayo hayana takataka. Maji yaliyochangamka sana huwa yanapoma, unaweza kukuta takataka, lakini maji ya utulivu ni kama hasira. Kwenye hasira ni kama maji yanayokimbia, kama maji yametibuka kwenye ndoo. Ndio maana unaambiwa ukiwa na hasira tusubiri kwanza maji yatuame, yakituama ndio uongee. Na wakati ukiongea kwenye hasira unaharibu. Basi Daudi akajiona kwamba yeye ni kondoo na Mungu ni mchungaji. Kwa hiyo akasema Bwana ndiye mchungaji wangu. Lakini hajasahau Zaburi ya 33. Sitapungukiwa, sitapungukiwa. Manake nchi imejaa fadhili za Bwana. Sitapungukiwa. Mungu ana kila kitu, sitapungukiwa. Manake mimi ni tajiri. Najaribu kuconnect uelewe. Tunaenda vizuri. Tunapiga neno kwanza, baadaye tutarudi kwenye maisha ya kawaida. Tunamwaga zege inaitwa. Baada ya kumwaga zege ndio tunaanza kuweka matofali yetu. Kwa hiyo Zaburi mbili umezoea. Zaburi ya kwanza hazijaweka kama mapambo. Zaburi ya kwanza ni wimbo wa katikati. Mungu, kila kilichopo ni mali ya Mungu. Daudi anakuja kukiri kwamba sitapungukiwa kitu kwa sababu Bwana ndiye mchungaji, si vya kwake vyote. Kwa njia nyingine Mungu ni tajiri. Sitapungukia, nikimtumaini, nikimfanya akiwa mchungaji wangu, akanilinda mimi, akaniongoza, kwa kweli sitapungukiwa na kitu chochote. Yeye ni tajiri. Kwa hiyo na wewe jifunze. Daudi ni mtu ambaye kiukweli katika maisha yake alionewa wivu sana. Alionewa wivu katika uongozi wake. Sauli alitaka kumwangamiza mara nyingi sana. Nakumbuka vizuri baada ya Daudi kumuua Goliathi. Goliathi ilikuwa jitu limeenda juu. Nataka kuelewa Goliathi anafananaje.
Nenda kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 6. Wale wana wa Anak au kwa Kiingereza tunaita Nephilims, Wanefili, walikuwa majiants, wana vidole sita, alafu juu. Mtu mwenye vidole sita, baba akutandika kofi hapa, unaweza kupoteza kumbukumbu. Sasa hili jamaa alikuwa giant, ilikuwa ndio jembe lao. Sasa jembe la Filisti linatembea, linakuja na kijamaa, eti jamaa anakombeo akajamaa kile kadogo kafupi, ikabidi achike. Yaani wewe umekuja kuniwinda kama vile unawinda ndege, leo nitachukua nyama yako nitaikatakata niwape ndege wa angani. Daudi akasema nitakuwa kinyume chake, ya kwako ndio nitaikatakata. Sasa kilichotokea, Daudi akarudi nyuma, weka jiwe kwenye kombeo. Mwingine alisokota kidogo, kamtandika kwenye panda la uso, akaanguka. Hebu ashumu wewe, unategemea kuna jamaa wenu yuko mbele ya vifaru, ndio mnategemea ndio jembe lenu, afu nyie nyuma hamko kama wapambe tu mnarukaruka, alafu mnashangaa ile jembe lenu linapigwa. Inakuwaje? Najaribu kuimagine wale wapambe ilibidi wale kona. Hata huyu jamaa amepigwa. Daudi akakimbia kaenda kuchukua ule upanga, kamalizia. Lile jiwe lilikuwa ni nguvu ya Mungu. Sasa haikuwa shida, Daudi alifanya hivyo. Baada ya kutoka kule, watu wakaanza kuimba, oh, Daudi ameua 10,000. Sauli kilicho ni mfalme, ni kama rais wa nchi yake. Sauli ndio mfalme. Watu wakasema Sauli ameua maelfu. Sauli akasema watu wanaimbaje kwamba Daudi amepata 10,000, mimi 1,000? Ni kitu gani kilichobaki? Si wanataka kumfanya mfalme huyu jamaa? Hapana, lazima nimalize. Unaona sasa, mchungaji wa kondoo anatafutwa na rais wa nchi. Ni mfano. Maana mnaanza mimi siongelee Tanzania, naongelea Biblia. Maana mshaanza kuvurugwa sasa hivi. Tulieni, legeza mwili apande, tulie. Nafanya connection ili uweze kuelewa Biblia vizuri. Yaani Daudi alikuwa si mchungaji wa kondoo, na Sauli alikuwa mfalme, alikuwa kama rais. Sasa Daudi akaanza kuwindwa, lakini kilichompata Sauli anajua mwenyewe. Sauli alipambana kutafuta Daudi kumuua, wivu. Yaani unaona mwanzo amesifiwa kidogo, lakini wivu huwezi kupokea. Mimi nakwambia na wewe unakuja kwenye misa, kama wewe uko hivi utateseka mpaka utaingia kaburini. Kuna watu ambao huwezi kupigana nao, wana ulinzi wa Mungu full. Yaani ni kama vile maonyesho kwenye vumbi, alafu watu wote wakagoma kumwagilia, lakini ngoma inaendelea kuota tu. Unajiuliza imekuwaje? Ndio Daudi alipokuwa. Sauli alipambana mpaka akaingia kwenye ile pango, akalala usingizi. Daudi akaenda akakata ile kipisi, akamwonyesha, lakini hakuishia hapo. Baadaye kaja akatokea vita ya pili. Sauli akaenda kupigana na Wafilisti mwenyewe bila Daudi. Kilichomtokea ndio ilikuwa mwisho wa maisha yake. Ilifika kule alipigwa, ikafika mahali mpaka akaona kwamba anakamatwa na Wafilisti. Kilichotokea aibu. Sasa unapoamua kupambana na mtu ambaye hajakukosea kitu, aibu iliyotokea, Sauli ilibidi amuombe bodyguard wake, naomba uniue. Yaani unazidiwa mpaka unaona kufa ni bora kuliko kubaki. Akamuomba bodyguard wake, naomba uniue. Yule bodyguard akasema siwezi kukuua. Sauli akaona isiwe shida. Sauli akachukua upanga wake, akautegesha, akauangukia, akajiua mwenyewe. Baada ya yule mlinzi kuona kwamba mfalme amejiua, na yeye akaweka upanga wake, akajiua. Ndio maisha yake yakaishia. Ndicho kitakachokupata wewe, mtu mwenye wivu, unayepambana na watu ambao hawajakukosea kitu chochote, watu ambao Mungu anawapigania. Kwa hiyo na wewe ujiangalie, usije ukajikuta unapambana na kina Daudi ambao Mungu amewabariki huko, kwa sababu umeshindwa kupokea baraka zao. Kila familia
imeandaliwa kuifuta aibu. Kila familia kuna chipukizi. Nitatoa chipukizi katika shina la Yesu. Chipukizi huwa linalipa thamani lile gongo lililokatwa. Sasa wapo watu ambao kazi yao ni kuhangaika kukata machipukizi yaliyoota katika familia za watu, wale wanaowapa heshima wazazi wao, wale ambao wameleta ahueni kwenye familia, wale ambao ndio wamejenga hata nyumbani kwa kuna sura nzuri, wale ambao wanamnunulia hata baba mama kangua anaonekana na yeye ni mtu. Wapo watu ambao tunapambana kukata haya machipukizi ili hizo familia zirudi kule zilikotoka. Hauko tayari kuona mtu anajenga hata yake kifensi chake, hauko tayari, huruhusiwi. Kuna watu wako. Lakini turudi hapo. Daudi alipambaliwa na Mungu mwanzo mwisho. Na wewe jifunze kufurahia baraka za watu. Siku zote kama unataka kuishi kwa amani, mshukuru Mungu na daima shangilia kwa yale ambayo amempa mtu. Hujui ametoka wapi, mshukuru kwa sababu Bwana ndiye mpaji. Nchi imejaa fadhili, zote ni za Bwana. Hiyo sawa. Na anayetoa ni Bwana. Kwa hiyo mambo yako ya kununanuna na kupambana kina Daudi haifai. Hiyo imeenda hiyo. Tumeipata vizuri. Kwa hiyo zaburi yetu ya wimbo katikati, Bwana ndiye mchungaji wetu. Na Mungu akiwa mchungaji wako, tutaona vitu vilivyotokea kwa Daudi. Mpaka Daudi akafa kwa heshima, kwa sababu Bwana alikuwa ni mchungaji wake. Siri za mafanikio za Daudi ni kwa sababu Bwana alikuwa mchungaji wake. Mpaka Yesu akaja akaruhusu kuwa identified, kujitambulisha na Daudi, Yesu mwana wa Daudi. Haijalishi historia ya Daudi, alishazini, alishazaa na mke wa Uria, alishaua Uria, pamoja na dhambi zake. Haijalishi, Mungu anataka moyo wako. Mbona kina Petro walimkana mara tatu, 3 times. Kuzaliwa, kuishi na kufa, yani perfection. Alikana, alikuwa na akili timamu, si kwa bahati mbaya. Lakini alipoulizwa, wewe sikuona mkusanyini pamoja naye? Ajibu, wewe si mmoja wa wafuasi wake mtu huyu? Mara 3, si nini, lakini alikuwa ni yeye. Lakini baada ya Yesu kufufuka, uliona alifanya kitu chochote? Yesu hajakukumbusha chochote, bado akamwamini. Pengine angeweza kwenda kumkabidhi kanisa Yohana, kwa sababu Yohana alikuwa pale msalabani chini pale, lakini Yesu hajafanya hivyo. Akamkabidhi pamoja na historia yake ya kumkana mara 3. Kwa hiyo hakuna mtu yote ambaye hapa hana thamani machoni kwa Mungu, hata kama una dhambi zako kubwa kiasi gani. Mimi nakumbuka sinishawahi kutoa mimba, walishauri nilikuwa nawaza mimba, nilifanya nini? Unakaa hivi, Mungu sijui kama utanisamehe. Mungu, huruma ya Mungu ni kubwa kuliko dhambi zetu. Kilichopo vigezo na masharti kuzingatiwa. Nenda kaungame. Mungu anakupenda. Kwa hiyo Daudi alikuwa na historia yake ya dhambi, lakini Yesu akasema, mimi Yesu mwana wa Daudi, akakubali kuwa identified na yeye. Kwa hiyo jamani, yeyote aliyekuwa ambaye ana dhambi zake za zamani, anatembea na maumivu ya ndani. Maumivu ya ndani ni yale maumivu ambayo hayapigi kelele, lakini yanakumaliza kidogo kidogo. Moja hapo ya sababu za maumivu ya ndani ni kukataliwa, kuhifadhi siri ngumu ambao huwezi kuisema mahali, maumivu ya dhambi za zamani, au pengine kuna ugonjwa hivi huwezi hata kumwelezea mtu. Wapo watu wanaonekana sasa hivi, unamuona hivi hapa sasa hivi tunaimba wakati tunashangilia nchi imejaa wageni za kwa Bwana. Unaona watu wewe, hujui mioyo ya watu. Kila mtu amevaa kiatu na anajua kinambana wapi, kama ni kwenye kisigino au mbele upande wa kushoto.
Yeye anajua watu hapo unaona hivi wanapitia magumu, wana maumivu yao, na ndio maana kama kuna kitu ambacho unaweza kufanya kitu cha maana, usiache kumsalimia mwenzako. Najua Dar es Salaam tuko busy, lakini kama Katoliki tunakuja kanisani tusipitane kama mbuzi. Basi inatosha. Kuna watu kwenye maisha unapaswa uwasalimie tu basi. Yaani kama kwenye geti, kuna watu wanatakiwa wapite kwenye geti, kuna ambao wanatakiwa waishi sebleni, na kuna ambao wanaweza kuingia chumbani. Kama kuna kosa tunalofanya ni kuchukua watu wa kwenye geti kuingia chumbani, ambapo hao sasa ndio wanatumalizaga sisi. Ndugu zangu wapendwa, Bwana ndiye mchungaji wetu. Sasa turudi kwenye Pasaka. Sasa nijaribu maana ya uchungaji. Huyu mchungaji wetu mkuu ni Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye ndiye kila kitu. Sasa mchungaji huyu amekuja, amezaliwa tena, amechukua ile hali ya ubinadamu udogo sana. Angeweza pengine kupasua mbingu, ashuke kwa namna ya pekee, tarumbeta kila mahali, tetemeko kila mahali, lakini haikuwa hivyo. Yeye akazaliwa kama mtoto, akakaa na watu, akajishusha tena, akazaliwa kwenye hori. Hii ni sehemu ya mwisho ambayo hata kama mngekosa vyumba wote msingeweza kwenda kulala hapo. Yesu akazaliwa sehemu ya chini, ili msije mkasema alichukua si chumba changu. Hajachukua chumba changu mpaka kule mwisho kabisa, ili mtu yote asiseme chochote. Akakaa na watu. Alipoanza kazi yake, akaanza kuwaponya kina mama anatokwa na damu miaka 12. Tunaambia mama alienda kwa matabibu wengi bila kupona, akatumia pesa nyingi bila kupona, lakini alipogusa tu pindo la Yesu akapona. Wewe unaweza kuona furaha ya huyu mama baada ya kupona. Unakumbuka maumivu ya ndani aliyokuwa nayo kabla, baada ya kumgusa Yesu alipopona? Kuna watu walikuwa na mapepo, wanalala makaburini, wanajikatakata na mawe. Walipogusana na Yesu tu, Yesu alipowakuta tu akawatoa pepo, akamtoa pepo. Watu wakabaki wanashangaa. Wakina Lazaro wakafufuliwa. Badala ya watu sasa washangilie, waseme hosana, wakamkamata. Kwanza akasema huyu ni Beelzebuli, mkuu wa pepo. Wameshindwa, Mafarisayo, waandishi wameshindwa kufikiri kwamba huyu ana nguvu kuliko sisi. Wametafuta kila njia kumwangamiza, na baada ya kufanikiwa kumkamata, tunakumbuka ile Jumapili, kapiga wakamuua, wakamweka kaburini, wakaweka jiwe kubwa tena na walinzi ile mitutu, kuna kufuka mtu hapo, kwamba wanaficha ukweli. Si alisema atafufuka, tuone. Mathayo sura 28 mstari wa 2, ile injili ya vijilia ya Pasaka. Nakumbuka malaika wa Bwana akashuka, ukatokea tetemeko. Wale walinzi waliokuwa wanalinda kaburi wakaanguka chini, wakawa kama wamekufa. Malaika wa Bwana ambaye amevaa mavazi yake yanametameta kama umeme. Kisha kuona mtu anachomea fundi welding, unaona ule mwanga wa umeme ule, mavazi ya malaika haya yanametameta. Anakuja, anachukua lile jiwe, analitoa kwa, alafu analikalia. Ni kama anasema lete, kama kuna mtu mwenye noma alete noma hapo. Malaika wa Bwana anakaa juu ya jiwe, alafu anatoa taarifa kwa kina Maria Magdalena, Bwana amefufuka. Nendeni Galilaya, mkawaambie ndugu zake, mtakutana naye, mtamwona. Wale walinzi na wao waliona kwa macho yao, waliona, wakaamua kwenda kwa Mafarisayo na waandishi, wakasema, yaani tulichokiona ni noma. Tulichokiona ni noma. Yule jamaa amefufuka kweli.
na kaburi liko wazi. Wale wakuu wakasema njoni tukae, njoni tukae. Sasa hizi habari zikisikika katika Galilaya na Uyahudi itakuwa mbaya sana. Sasa nyinyi wenyewe tunaomba mtengeneze uongo. Semeni wanafunzi wake walikuja kumuiba usiku wakati sisi tukiwa tumelala. Walinzi gani mnalala? Kulala huko kuio wewe mlinzi. Walinzi wake, wanafunzi wake walikuja kumuiba mtu tumelala. Sasa ukijaribu kuangalia mazingira ya kuiba hivi, kwa mfano umeenda kumuiba mtu, Yesu alikuwa amefungwa kitambaa. Mtu anaenda kuiba alafu mpaka anafungua kitambaa kimoja anakiweka huko, anafungua kingine na kiacha kule. Huyo mwizi yukoje? Huyo mstaarabu namna hiyo? Maana kama ni kuiba wangeondoka naye mzima mzima, hata kitambaa wangeenda kufungulia huko. Wakatengeneza propaganda za kufuta, za kutaka kuambia watu kwamba Yesu hajafufuka. Ikala kwao mpaka leo baadhi ya Wayahudi wanafikiri ni hivyo, lakini ndicho kitakachotokea pale ambapo unataka kuufunga ukweli ili usionekane, utaumbuka vibaya. Atashuka malaika kutoka mbinguni na vazi kama la umeme, anakuja kuondoa jiwe. Watu wanaangalia wanasema kumbe. Kwa hiyo penda ukweli kwenye maisha yako. Kutaka kuzima habari za ufufuko itakuletea matatizo. Kukataa ukweli kwamba mwenzangu anapendeza kidogo, unajaribu kumuona kama vile sidhani kama ampendeza hiyo. Yaani unajua kabisa moyoni unajiona kabisa amependeza, lakini unajifanya kama vile sijui kama ampendeza, sijui. Unajua? Unataka dhahabu, unajifanya mawe. Utakufa maskini. Haya mawe haya si mawe. Dhahabu unasema mawe. Kweli? Kwa hiyo waandishi wakapambana ili Yesu, habari za ufufuko zisije zikasikika mahali. Kwa nini? Kwa sababu wanajua hakuna mtu ambaye ameshinda kifo. Na ndio maana mitume mahubiri yao ya kwanza ilikuwa ni kusikiza ufufuko. Tumesikia kwenye somo la kwanza hizi Petro anapoongea mpaka watu wanachoma mioyo, wanauliza jamani, tufanyeje? Wanaambia sabatizweni, acheni dhambi. Ndugu zangu, kwa tukio hili la huyu mchungaji mwenye nguvu hivi, huyu Bwana wa ufufuko, tunaweza kujifunza yafuatayo. Kitu cha kwanza, kaburi li wazi, hafungi. Mwokozi hafungi. Kaburi iko wazi. Ni ishara kwamba wewe unayeniangalia hapa sasa hivi na mimi nayeongea hapa, kaburi namwangalia nani? Ndio wewe, nakwambia. Sisi wote tulioko hapa kaburi tunasubiriwa wenzenu. Hata kama unaumia, hata kama roho inauma, kaburi lipo. Kufa vigezo na masharti kuzingatia. Kila aliyeko hapa kaburi la msubiri. Unajua hapo umejisikia pale? Unawaza vizuri jinsi vile viwanja vyako ulivyonunua, si gari lako, ghorofa yako, sijui mapato yako. Hakuna, kaburi lipo. Sijui cheo chako, sijui nani, kaburi lipo. Endelea kuishi kama uliyeumbwa, usiishi kama muumbaji. Kaburi lipo. Ishi kinyenyekevu. Ongea na watu vizuri. Wajibu watu vizuri kazini. Elimu ambayo Mungu amekupa isikupe jeuri. Kaburi la usubiri. Jua tu hapa duniani sisi ni wageni. Tunapita. Maisha yetu ni kama mwalimu wa zamu. Tupo zamu. Tukimaliza zamu tunakabili, tunaondoka. Usisahau. Na kuomba wewe ambaye unajiona pengine ni superstar, wewe si Mungu amekubariki huko hali ya juu, na kuomba ujikumbushe la leo, kata mabawa, jishushe, kaa kawaida tu. Kaburi liko wazi, linakusubiri. Kaburi li wazi.
Alafu mbaya zaidi, kaburi ni wazi, ni ishara pia hutaenda na kitu, liko wazi, empty, utaondoka empty. Ulitegemea utaondoka na kitu fulani, huendi na kitu. Kati ya vitu mahubiri ambayo watu wapenda kusikia ni yanachoma haya. Hata kama mtu anajifanya jeuri, hata kama alikuwa anajifanya sikilizi, inabidi tu atulie sana hapo, nimedaka. Na kifo yani kifo huwa kinanyenyekesha sana. Kifo kinashusha watu, yani kinawanyenyekesha watu chini. Wao mtaka kuelewa vizuri, waangalie wale wazee walikuwa wanafanya kazi, wakiwa kwenye kazi walikuwa jeuri. Ikifikia kwamba sasa umestaafu, ni kama kengele ya malaika bwana, jiandae, unaondoka kidogo. Kwa hiyo mtu amestaafu, yani anakaa nyumbani, ule jeuri wake pensheni sio kinwa mgongo kinaziisha, anajicheki anaona hapana, ngoja nijiunge na shirika la moyo mtakatifu wa Yesu. Acha niende mama Ali. Tunakuamkia mtakatifu. Unakuja kumwamkia mtakatifu wala huko wakati kule jirani yako hakuamkii. Kifo kinashusha watu mabawa, sio mchezo. Kwa hiyo hata kama mzee unakuta jeuri, mshangaa mzee alikuwa sasa ni rozari, lakini yupo na kitabu cha huruma ya Mungu. Imekuwaje? Umepatwa na nini wewe? Imekuwaje? Unaweza kusema kwa kweli tuna watu wengi sana wako kama wale wezi, ule mwizi pale msalabani. Kuna watu wanafikiri watapata hizo baraka za kuja kutubu mwishoni. Nasema acha tu nikistaafu nitaungama dhambi zangu zote na nitaanza nitajitahidi nife vizuri. Wao wanasema hivi, unajua sasa hivi mambo yalipozidi, bodaboda zinapita kama ngapi hapo? Ni wangapi wanagongo na boda wanakufa? Ni wangapi wanaumwa na magari? Wewe unaongelea kuja kustaafu ndio uanze kusali? Anza sasa hivi. Hutaondoka na kitu, kaburi aliyeite tu, kaburi ni wazi, huendi na kitu chochote. Kwa hiyo hata kama sasa hivi ni kijana, hata kama wewe ni mtoto, hata kama wewe ni msaidia kazi, kama ni mzee, wote ni matunda yaliyoiva, anaweza kuvunwa na Mungu wakati wowote ule. Ishi kawaida, ishi ukiwa uko connected na mchungaji ambaye ni Mungu mwenyewe. Usisahau hiyo imeenda naye. Kwa hiyo hapo tumejifunza kaburi liko wazi, kwamba tunasubiriwa, liko wazi, hatutaenda na kitu. Lakini kitendo cha kuwa wazi kuna tumaini kwamba mshindi hata kubali kutufunika na kutuacha huko daima. Bwana ndiye ufufuo, yeye alishinda, atatutoa, lakini kuingia lazima. Ndio maana tukuja tena kwa hukumu wazima na wafu, waliokufa wazima na wafu kwenye utatoka. Kwa hiyo sisi tuwe na tumaini. Kitu kingine cha kujifunza, Yesu aliwaambia wanafunzi wake, nitafufuka, na kweli akafufuka. Keep your promises. Ahadi zako ziweke vizuri. Kila unachomwambia Mungu timiza. Yesu alisema nitafufuka, na akafufuka kweli. Mchungaji wetu anasema ukweli, asemi uongo. Kila mmoja aliyeko hapa achunguze ahadi ambazo amemwekea Mungu kuanzia kwenye ubatizo. Timiza ahadi zako. Keep your promises. Shika ahadi zako ulizomwekea Mungu. Niwatolee mfano. Mimi nimepandishwa jimbo la Moshi. Ni mzaliwa wa Moshi. Nimepandishwa jimbo la Moshi. Mapadri wenzangu wanajua. Jimbo la Moshi wakati wa pandisho huwa tunakuwa wengi. Naweza kufikiri kama ni kipaimara hivi. Ni wengi. Sasa wakati tunaweka ahadi, yale matukio yanayotokea kwenye siku yenyewe sasa
yanaogopesha kidogo. Kwanza tunakuja pale tumebeba nguo zetu, nasikia Bwana anatuita, mikono iko hapa juu, lakini kisha kwa mpande sio wa mikono inaenda gapi. Tumejikunja pale, tunaenda taratibu kama malaika tumetoroka mbinguni fulani. Inafikia wakati walitania, tunalala chini, pamoja na kwamba kuna waumini wanaoombea, lakini tunawalika na wazee na mababu ambao wamewatangulia katika imani, na wao jamani, njooni mje muombezi, ngoma zimelala chini hapa, ziombeeni ziweze kushika ahadi. Bwana uturumie. Utatu Mtakatifu naalikwa, Maria Mtakatifu, watakatifu Francis wote wanaalikwa, wote mpaka watakatifu wengine hata tujui ni wa wapi, wote wanatajwa. Njoni muombee hili kitu lilolala chini. Hawa majamaa waliolala kwa hivyo waombeeni, tunawaconnect, tunaongozea ahadi walizoweka kwa Mungu waweze kuzishika. Ukitoka hapo kuna ile kupiga magoti, Jimbo la Moshi ambapo mapadri wengi, sio mchezo, karibu mapadri 300 wanapita juu ya kichwa chako. Wengine ni kama wanasema tunakuombea karibu kwenye urika. Unapiga magoti mpaka unatamani kama ukae hivi, lakini hakuna kukaa. Wanateseka na vumilia tu, unaendelea pale, unapiga magoti, unakuombea pale. Wazazi wako wako huko, ndugu wa jamaa wanakuangalia jinsi unavyokuwa pale. Wakati umelala pale, mama yangu alikuwa anasema, nilikuwa naangalia mguu wako kama unajigusa, wako emotional, wanasema Mungu. Ukiwaza hayo inakuja kusema sala ya kuwepo watu, unakuwa sasa pale. Ukitoka hapo unavalishwa sasa, kutoka kwenye ushemasi kama ushemasi wetu, unapewa sasa chasubo hii sasa, inageuza inaikwa vizuri, watu wanashangilia, unapakwa mafuta mikono. Hii sio kupiga tu makofi, ya mafuta kwa ajili ya kutolea dhabihu, kuondolea watu dhambi, kuungamisha. Mimi nikikumbuka hilo tukio, nikikumbuka hizo ahadi na vitu vyote vinavyoambatana na hili tukio, Mungu, yaani utachezea upande wangu. Yaani wewe sijui unakuja siku dada au sema yaani nitakuangalia kwa hivi. Unakumbuka mapadri wangapi wameweka mikono yao hapo kichwani kwako? Unakumbuka nimeombea na watakatifu wangapi? Unajielewa kweli? Unajijua? Namwangalia nani? Ni mfano tu, natoa mfano, si kwamba naongea kuna mtu namwambia ni mfano. Sasa kumbuka hizo ahadi, keep your promises. Sasa mababa, napoongea najua hata ndugu zangu nawakumbusha, wako hapo, kuna mpati wawili na shemasi, tunakumbushana kwamba hii kitu si ya kucheza, huwezi kuiendea. Lazima unakumbushwa kwamba tunadaiwa vingi, lazima utimize. Tumeombewa mpaka na watakatifu, kwani si mchezo. Ndugu zangu watawa na sisi walioko hapa wanakumbuka vizuri, na wao pia wameheshimiwa litania zao, wameombewa. Watu wazi walikuwa wanavaa nguo za nyumbani, sasa hivi wamepigwa sanda. Hii ni sanda hii wanaovaa, zingine ni wanazikwa nayo, au sister mtavalishwa nguo za nyumbani. Mimi mwenyewe natembea na sanda hii, sio kama chini tunazikwa na hii kama sanda yao. Ukifa unamaanisha hivi na hivi. Ombe Bwana. Wewe unaenda kufuata mtu anayetembea na sanda?
Wewe samahani kwa sababu ngoja nirudishie kofia yako. Kwa hiyo ndugu zangu, ukikumbuka haya matukio sasa, kweli unakumbuka ahadi zako ulizomwekea Mungu, unasema Mungu nisaidie, nituombe, nitimize. Nimeongea upande wetu Baba, nimeongea upande wetu, wasije akasema wanaongea tu. Sasa narudi upande wenu nyie hapo. Sasa tuje kwenye ndoa yenu takatifu, siku ya ndoa, kabla siku ya ndoa kwanza, jinsi mnavyoanza, mmekutana siku wapi? Nategemea naweza kukutana kwenye mazishi, sokoni. Kuna wengine walikutana, huyu anauguza Muhimbili na huyu anauguza Muhimbili, yuko kitanda hiki, ndugu yake yuko kitanda hiki, na mwingine ndugu yake yuko kitanda hiki. Katika ile samani, naomba chikirini hapo, naomba chikirini hapo, baadaye nikupeleke kwa baba wa paroko. Wakatoka. Mahusiano yanaweza kutokea popote utakapokutana, inawezekana. Na siku zote yule unayempenda kuna signal tu zitatokea. Nimewahi kusema kwenye mtandao, kila mtu ana panya wake. Yule toka alipewa mshumaa akashika hivi, akamwambia shika. Kaletwa nyama ya ng'ombe kaekwa hapo, mpaka kaendelea kumulika. Kaletwa nyama sio ya kitimoto, mpaka kaendelea kushika mshumaa. Kaletwa maziwa fresh, mpaka kaendelea kushika mshumaa. Kaletwa samaki, mpaka kaendelea kushika mshumaa. Kaletwa sausage, mpaka kaendelea kushika mshumaa. Ghafla panya akapita, mpaka karusha mshumaa, akakimbilia panya. Paka alikuwa na uwezo wa kuvumilia vyote hivi vilivyopita hapa mbele yake, lakini hakuweza kuvumilia kwenye panya. Kwa hiyo hata wewe ulikuwa unajifanya ngunguri, lakini panya yako alipopita, kuisha habari yako. Sasa hivi umeolewa naye. Kila mtu ana panya wake. Huyo ndio panya wako. Ndio maana yake. Sasa haijalishi ulimpata wapi, haijalishi mlionana wapi, haina shida. Siku mnakuja kwa paroko, mnakuja kuandikisha ndoa yenu. Baba paroko, tumsifu Kristo. Baba, sikio mnakuwa mnaongea kama vinyao fulani tu. Baba, tumekuja kuandikisha ndoa. Okay. Wanakuja wanakaa pale. Jina lako? Naitwa Karen. Karen. Siku hizi majina kama Alexander, sijui Zakaria, utaka uyasikie. Hivi kuna majina watoto wanaitwa majina ya ajabu. Bijon, Milka, sijui vitu gani. Tuachane na hiyo. Haya. Wanakuja wanaandikisha ndoa vizuri. Inafikia siku ya ndoa. Siku ile tukio sasa, kama mimi nilikuwa naongea kuhusu upande sasa. Tunakumbushana ahadi zetu mbele ya Mungu. Jinsi ile tukio la paswa liwe la kukumbuka, ukikumbuka unashtuka kidogo. Na kuogopesha usitende dhambi. Kumbuka sasa ile siku. Mama, uliamka saa ngapi kwenda saluni? Mama anaamka kama saa 10, saa 11 saluni. Anaenda kule anawashwa na maji moto, sijui anaondolewa mpaka ukoko wa miaka 72 iliyopita huko. Toa vitu gani huko? Anapakwa vitu makeup kama kinyao kimeanguka kwenye damu. Yuko anatafutiwa gauni huko. Gauni lenyewe hata litoshi. Inabidi sasa kufanya modification. Lakini kina mama mtakuja kufia kwenye gauni ujuzi. Mtakuja kufia kwenye gauni na wapi? Wewe umeshazaa, pengine umekaa na mume wako, umeshazaa watoto 4 5. Nyonyo ulishashuka mpaka huko. Watoto wameshaning'inia kwenye nyonyo. Sio nyonyo ni kitu gani? Ndio chakula cha mtoto. Leo hii ndio umefikia kufunga ndoa. Unaenda saluni. Ule saluni anakuambia unatakiwa hii nguo ikubane. Unakamatwa manyonyo yanashikwa cramp. Yanakamatwa, yanabebwa huku juu, yanafungwa huku. Kama kuna mabonde unawekwa sponge huku.
anabanwa ili nguo ionekane kama vile samaki gani sio. Mama wa watu wanakuja kanisani, yani kama yuko kwenye oxygen machine, anapumulia kwenye mashine. Padre anasema Bwana awe nani, yani mtu anaitikia kama kwenye shimo. Mimi nawaambieni haya watu wa saluni mtakuja kuuaga watu kanisani. Haya mambo mnayopambana na kina mama, wazee, waombeeni haya kina mama. Sio mchezo. Hawa unakuja wale ambao mnafanya makeup siku. Lakini hasa kubana nguo, mtu analazimisha mwili si wako. Angalia mwili wako unaendaje. Sio kumbuka mimi naongea sasa kwenye mtandao, hata nishakuja tena nikawaambia. Tambua mwili wako una pangapi. Ukoje? Umbo namba 9, wewe ndio umbo namba 9. Juu nene chini mwembamba. Jijue. Wewe una umbo namba 9, unajifanya una umbo namba 6. Haiendi, wanakujaza masponji huko ili uonekane na wewe unaweza ukatembea. Kwa nini ya nini mateso makali hayo? Kwa nini? Ili nini? Ile siku ni special, unatakiwa uingie kwenye ndoa mko relax. Una amani, lakini mnawekewa mizigo mizito. Paka ile siku hiyo tena ya furaha inakuwa kama ya mateso. Kuna shangaa tu mama watu wakati wa chakula anacheza cheza. Wakati wa zawadi yupo tu. Anambia MC anambia kaa. Kumbe anaogopa akikaa gauni za masuka. Imembana. Hawezi kukaa. Akimaliza, akienda kufunguliwa inakuwa kama ile nyama imetolewa inawekwa kwenye ndoo. Mtu alikuwa amebanwa. Ndio sasa kwanza ulijiwaje? Kwani kujua kitu mpaka ukitest? Ulijiwaje simu inaua? Ulishawahi kuija? Ndugu zangu wapendwa, hapo kina mama muangalie vizuri. Hiyo ni by the way tunachomekea ili mwamke, lakini ni kweli. Msijiue. Na hata mkienda kuwaleta wazazi wenu, hata bibi zenu waje kwenye ndoa zenu, msije mkawatesea. Hayo kuna wengine mnaleta vijijini hawajawahi kuzoea hata kuvaa mawigi. Dar es Salaam joto sana Dar es Salaam. Tunaona feni zinazunguka mimi na wahubiri hapa kutoka jasho. Ni kawaida Dar es Salaam kutoka jasho. Sasa tunamleta bibi wa watu vijijini, ngozi ishazoea kwa kwenye baridi nyeusi. Ukija Dar es Salaam unakuwa mweupe. Sasa anafika huko anaanza kutoka jasho. Siku ya harusi tena mnamvalisha tena wigi kama sufuria fulani. Mnamvalisha na viatu vya juu, bibi wa watu ambao hajazoea viatu vya juu. Wabibi wanazoea ukisema Bwana awe nanyi kwenye misa huwa wanatikia na awe rohoni mwako. Lakini unashangaa bibi wa watu hataongea. Misa nzima yuko tu. Ni kama anaangalia kwanza anasema wewe padri maliza hiyo misa niondoke usitetee utani hapo. Hamna shida. Siku ya ndoa mnakuja sasa. Hizo umejipaka vizuri, umeambiwa wakati wa kutembea kuna kimashine cha kufanya makeup isitoke. Kwa hiyo unajipulizia kifeni cha uongo na cha ukweli. Huko na kwenye shela unatembea. Siku yenyewe nikupeleke kwa baba paroko. Mchana kweupe unakuja zenu na mume wako mtembea. Sasa unafunga macho kama unakata roho hivi na kufungua. Special day. Mnakaa hapo vizuri na nini, misa inaendelea, inafika mahubiri, mmoja anahubiri pale na wawasa. Bali wewe waaminifu, kabla hujatoka nyumbani, wasiliana na mwenzako. Mawasiliano ni muhimu sana. Usiondoke tu hivi hivi, sio kitu kizuri. Kama unasikia kiu, usinywe kila maji. Maji mengine ni maji taka. Ujifunze kuwa na adabu, uvumilivu. Ujitengenezee pia afya ya akili. Afya ya akili ni ile hali ya kuwa na utulivu wa kufanya maamuzi bila kukurupushana, bila kuwa na hasira ambayo hayana mkia wala mguu. Ndio utulivu kwenye ndoa ili iweze kuwa vizuri. Naambiwa pale. Sawa, unaleta sasa mbele. Kuja pale. Mahagano sasa. Keep your promises. Ni kwenye point hiyo. Keep your promises. Eka ahadi zako. Yesu anasema nitafufuka, nimefufuka.
basi unakuja Karen, unampokea nani? Unaitwa nani? Piga picha. Karen, unampokea Pasco awe mume wako, tena ili kuwa mwaminifu kwake, upende na kumheshimu siku zote za maisha yako. Ndio. Pasco, unampokea Karen awe mke wako, tena ili kuwa mwaminifu kwake, upende na kumheshimu siku zote za maisha yako. Ndio. Ukubaliano huo mlioonyesha mbele ya Mungu na kanisa, Bwana ubariki na kuthibitisha. Nishawaambieni tena, narudia tena, aliunganisha Mungu. Manake tunafunga mbuzi kwenye urefu wa kamba yake. Aliunganisha Mungu mwanadamu asitenganishe. Manake hapa tunategemea tuone hii mbuzi ikiwa hapa ilipofungwa. Aliunganisha Mungu mwanadamu asitenganishe. Sasa changamoto iliyopo hapa ndugu zangu ni huyu mbuzi kubaki hapa. Mbuzi wengi wamekata kamba na wanazunguka kwenye mashamba ya watu wanakula huko uwaka baba, mbuzi. Naomba kama wewe ni mojawapo ya mbuzi uliyekata kamba, leo ni siku yenu, naomba ewe mbuzi urudi nyumbani. Hamna mbuzi uliyekata kamba. Leo mmeimba vizuri, leo tunafanya sherehe yenu vizuri, lakini vigezo na masharti kuzingatiwa. Mbuzi akae nyumbani, asisahau. Kati ya lawama zinazotoka sisi makuhani tunafahamu, huwa tunaletea malalamiko, ni mbuzi kukata kamba. Mtu anakuja kumwambia baba, sina raha kwenye roho yangu baba, nasikia kama ni maumivu, ni mateso, ni motoni baba, natamani kufa baba, nimechoka, nakaa na ng'ombe. Ni kwa nini? Kwa sababu they don't keep their promises. Ahadi. Kumbuka yale matukio yote ya ndoa, jinsi ulivyoalika ndugu zako kutoka mkoani. Kumbuka ile michango uliochangiwa na watu wenye mioyo minyofu wakikuombea heri na baraka. Kumbuka mimi profo na wale mapadri walikuwa wanaweka mikono juu ya kichwa changu, na kumbuka na watakatifu walikuwa wanaombewa. Wewe kumbuka yale maneno aliyounganisha Mungu. Umeombewa baraka, umesali, umepiga magoti, umepokea Ekaristi, mwili na damu. Siku hiyo imekuwa ni siku very special. Leo hii kwa sababu tu ya kukosana maneno mawili mnavunja kitu kikubwa hivi, kwa sababu ya kunyimwa watu 10,000 ndio umeamua kununua mwezi mzima, kwa sababu tu umekuta message nimeandikiwa sijui nini, ndio umeamua kutokuongea na mimi, ndio unaniadhibu. Yote haya kwenye promises. Mimi nawaombeni kwenye dua, jamani, kwenye dua ndio kuna maumivu. Baba, wewe ni mlinzi wa Yerusalemu, nitawaweka walinzi katika Yerusalemu. Wewe ni mlinzi Baba, mlinzi anayechunga nyumba mbili, moja itaibiwa. Waka wazee wangu, nimeambia sadaka yenu haipunguki, lakini mapungufu yapo. Ndio naongelea mapungufu sasa hivi. Sasa ile niliwasifia, sasa hivi nawachoma kidogo, nawafinya kidogo. Kuna wakati mnalaumiwa kwa kutokuwa waaminifu. Wakati mwingine wapo wanaume ambao wanawake msururu kama watu wanaenda kupokea vipaji. Mmekuwa na maneno mazuri ya kuwapa faraja kina mama ambayo si ya kweli, ahadi za uongo. Wapo kina mama wana maumivu, lakini wewe mwanamama ambaye hutulii, tamaa, chunga tamaa. Angalia sana mdomo mwanaume. Mwanaume anaweza kudanganya kitu ambacho hana na ukaamini. Uwe makini. Kwa hiyo uaminifu kwenye ndoa zenu. Baba,
Utakasa roho yako, kuitakasa. Wewe nikukumbusha kuitakasa. Haya maneno namna ya kuitakasa, ambapo pengine hata matatizo yaliyopo hujui chanzo chake ni nini. Hivi unakumbuka kabla hujaoa ulikuwa na mahusiano na nani? Kabla hujaolewa unakumbuka ulikuwa na mahusiano na nani? Unakumbuka? Kabla kuingia kwenye ndoa uliaga vizuri? Unamwangalia na ndio yeye anawaambia. Uliaga? Yule binti ambaye ulikuwa umempa maahadi kibao, leo hii ukaja kuacha tu kama vile umepaa mbinguni. Umepaliza. Akabaki na maumivu, akabaki na uchungu, akawa anasali yeye, Mungu, kwa nini amenitesa hivi? Kwa nini amenifanyia hivi? Kwa nini nimeumia hivi? Aliniambia atanioa, nikajitoa roho na mwili wangu nikampa. Leo ameniacha. Leo ameniacha. Asante. Unamtengenezea mdada wa watu resistance, anakuwa kama nyao. Akikutana na mwanaume inakuwa kama nyao ameona mbwa. Kisha kuna nyao akimwona mbwa, yaani mwanamke saa zote anakaa mpaka miaka karibu 38 hajaolewa, yuko tu kwa sababu ya maumivu aliyoumizwa. Watu wenye maumivu ya kuachwa, alafu wewe uliacha wala hujali, na umeenda kuingia kwenye ndoa na umefunga ndoa vizuri bila kuaga vizuri. Mimi nakuambia watu wanasali sala za udada aliyemwacha, lazima jina lako litatokea mbele ya Mungu tu, unashtakiwa tu, lazima utashtakiwa. Hutabaki salama. Utaingia kwenye ndoa, utazaa na watoto, utapigwa na adana, utakaa na mke mpaka utamkumbuka huyo uliaga. Na kuuliza wewe yuko uliaga au uliondoka kimafia kwa sababu utanifanya nini? Kuna watu mnapambana kwenye ndoa zenu, hamna baraka kwa sababu mliacha maumivu kwenye mioyo ya watu. Kumbuka yeyote yule unayemfanyia ubaya, isiwe kwenye mahusiano, hata kwenye maisha ya kawaida, watu huwa wanasali. Usimtende mwanadamu vibaya, utaripotiwa huku, sala zitagonga pale. Mkuu mwenye fadhili zake za dunia, mchungaji mkuu, atapelekewa taarifa na hata nyamaza. Kwa hiyo wewe ambaye umewaumiza watu, uliingia kwenye ndoa kibabe, ukamuumiza mtu. Wewe dada, ulimwacha mwanaume ambaye alikutesikia, alijitoa roho na mwili, ukaja kumwacha kidogo anywe sumu, na wala hukumwaga wala kumwomba msamaha. Unategemea ndoa yako ikae salama wewe? Kutoka wapi? From which point? Kutoka wapi? Kutoka msingi upi uliojenga? Kuna ndoa zinaning'inia hewani, hazina baraka, kwa sababu mmeumiza watu kwenye mahusiano kabla mjaingia kwenye ndoa, agano lenyewe. Ndio maana maagano yenu hayana baraka. Kwa hiyo nawashaurini, pengine leo ingekuwa heri leo usikie sauti ya Farakesi, mdomo niko hapa cha mdomo naongea na kukumbusha. Pengine baada ya misa ukitoka uandike message, haijalishi hata kujibu nini, lakini omba msamaha. Mwambie leo padre amehubiri, ametukumbusha kitu cha muhimu sana. Naomba Bwana, mimi na wewe tuko na mahusiano, naomba tusameheane. Najua siwezi kurudi tena, hata wewe huwezi kurudi tena. Najua nilikuumiza, naomba unibariki. Natosha. Utakesha hapo kwa
Kumbe nilikwenda kuomba msamaha. Nenda kaombe msamaha wale leo Misri. Watu wanasali, ripoti yako iko huku kwa mkuu. Unayejifanya mbele yake wewe ni mwema, yeye anakujua. Ripoti iko. Kwa hiyo maandamano mnayowashika, angalieni mlikotoka. Hiyo mwanamke, mwanaume, msiumizane kwenye familia. Wakati mnalea watoto, baba na mama. Nirudi sasa kwenye pointi ya baba, hapo baadaye nitamaliza. Pointi ya baba, wakati naongea kama baba, hasa kwenye baba, ni vizuri kurifaa Biblia. Tumie Biblia. Tuna mtu ambaye tunamwita baba yetu Ibrahim. Ibrahim ni mtu ambaye alikuwa anamsikiliza sana Mungu, na siri ya mafanikio yake ni utii kwa Mungu. Wewe kama baba, tunalaumiwa sana kwa kupenda vitu, tuko busy, tunahangaika kutafuta mali, lakini hatuna muda wa imani kwa Mungu. Lakini kwenu, kwa jinsi nilivyoona hapa, kwa kweli nyinyi mmepambana sana. Paroko, pongezi baba. Watu kwa hapa kwa kweli sio rahisi, na mimi jimbo la Dar es Salaam nimekuwa pale ninafanya kazi kwenye jimbo la Dar es Salaam. Nazungukaga huwa naalikwa huku na huku, na mdomo mwenzenu huwa anapigaga mdomo sana. Naendaga huku na huku, kwa hiyo naonaga. Lakini leo naona wanaume wanaimba alafu system nzima wamecontrol. Sio kitu kidogo. Naomba mjipongeze. Walikuwa wanafikiri wanaume hawezi kupiga vigelegele. Hebu waonyesheni kidogo. Hii ni ishara kwamba ninyi mmempenda Mungu na mna imani naye. Mimi nawaambieni, endeleeni hivyo. Baba, najua mna kazi nyingi, mna shughuli nyingi, mnapambana kwa ajili ya watoto, mnawaza ada, mnawaza chakula, wakati mwingine hata mahusiano pia. Kuna wanaume pia wanavumilia mengi. Kuna wanaume wameoa wanawake wa ghorofa. Kuna wanawake kama maskari. Saa zote yuko tu kijeshi. Na wengine wameoa kama ma-MC wa familia. Saa zote ana maiki, anahubiri, anatoa matangazo saa zote. Wewe John, njoo hapa. Baba, hebu zima TV. Chukueni vijiko vile kule. Mpige rege hapo. Dada, chukua na nini? Baba mkimya. Kuna baadhi ya wanaume hapa, mngekuwa mmeoa baadhi ya wanawake wa watu wengine, mkuta mshawaua kwa jinsi wanavyoongea. Lakini Mungu alipowajabu, huwa anakupaga likitu lako ambalo linaendana na wewe. Mpaka watu wenyewe wanaongea wenyewe wanasikia. Yaani huyu mama angekuwa ameolewa na mtu mwingine, yaani angeuawa. Huo mdomo. Lakini mume wake mpole, wala anapole. Amezoea. Yaani umekuwa kama simba yani. Simba akiona vimbwa vinabweka wala hangaiki. Sasa kuna wanaume ambao wanajijua hasira zao jinsi zilivyo. Kwa hiyo mpaka waje wa react. Na usichukulie ukimya wao kama ni ujinga. Wako hivyo tu. Mungu amewapa hekima yao. Wanajijua. Kwa hiyo kuliko hata wajibu, wanabidi waondoke nyumbani. Warudi baadaye. Maji yatuane, warudi. Kwa hiyo kina mama, msiwachokoze hawa wazee. Najua hapo moyoni unasema waambie baba, waeleze. Lakini kina mama wakati mwingine hawakasirikaji hivi tu. Wewe ukiona mke wako ameanza kung'aka, ujue umebadilisha position. Wanajua. Kama mtu alikuwa anaambia baby, I miss you. You're so cute. I love you honey. Alafu kila saa baby anaitwa sio nini. Ukienda kazini una message umeshajibu. Ghafla tu from nowhere ujibu tena wala uhangaiki, ukirudi umechoka. Wewe abiria, chunga mzigo. Kagua. Na kina mama nawaambieni. Kuna wanaume wameingia kwenye mahusiano ya dhambi bila kutaka. Hawakuwa na nia hiyo. Lakini mazingira wamejikuta wameingia kwenye dhambi na wanatamani watoke huko. Lakini wameweka siri, hawasubutu kukwambia. Hawasubutu kumwambia mtu. Roho zinawauma,
wanakumbuka ndoa yao, wanakumbuka nini, lakini ila kuna mama amemtamani, amemweka kwenye kona, jamaa akaingia kingi shot, afa kuruka naye, yuko na control. Wapo wanaume hapa, kama ungeweza kumtoa kwa alipo, angekushukuru milele. Niwaambie waokoe. Kina mama mleko hapo, msisubiri nyumbani mpaka mletee ukimwi kwa kisingizio kwamba mimi sitaki kuangalia simu ya mume wangu, sitaki pressure. Mimi hutaki pressure, lakini utaletewa ukimwi. Si pressure utaki, utaletewa ukimwi ambao utakuja kusababisha pia pressure. Sishiki simu, huo ni mwili wako. Wakati mwingine pita kama fanya patrol, poto ya poto, hata kama utapoteza jino moja, patrol yafaa nini kwenda mbinguni iko na kila kiungo. Piga patrol. Jamaa amefunga simu yake kwa password, umwambie tu mume wangu, hebu fungulie. Utasikia tu ya nini? Fungua, nifungulie. Hebu nifungulie. Mama nani bwana, nakuomba fungua hapa, fungua. Koma. Akikubali. Sio tu, akikubali anajiamini. Lakini akikataa, unakataa nini? Kuna siri gani unamficha mke wako? Kama mwili wake ameweza kukuonyesha, ni nini unachoweza kumficha wewe? Ukiona mke wako, mume wako amekunyima simu na ameifunga, ameikaza, msaidie. Kwa maana mume wangu naomba unifungulie. Faza amesema faza kesi. Kama huwezi kwenda Msimbazi tukamwambie. Pende, fungua hiyo simu. Fungua. Ukiona anashindwa, wakati mwingine unaziachaga mezani au wanaenda kuoga. Ikifikia tu wakati wa kuoga, unaanza ule wimbo. Ni wakati wa kukagua simu jamani. Unachukua simu, unajaribu kuangalia kwa mbele. Unajua simu ziki kwenye kioo, unaangalia jinsi vidole vimezoea kwenda. Unaangalia, unapima, unaangalia kwa mbali. Unaona kumbe anazungusha kama zeni kutoa hapo na pale. Alafu unaipima kidogo, unasema ngoja nijaribu. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, naomba uonyeshe miujiza yako. Unajaribu kwenda naenda shwa. Unasikia wow. Inafunguka bwana. Hivi funguka. Unasema Mungu, hapo Mkristo shike moyo. Bwana wako alazo msalabani. Unaingia kwenye message za kawaida kwanza. Unakutana na message ya juu. Kuna mtu anashukuru, yaani jana nilienjoy. Unakata roho kwanza kwa ufupi kwanza. Unakuwa kama vile uone. Hapo ni message za kawaida. Unaingia kwenye WhatsApp, ukakutana na picha zilizotumiwa. Na bora ungekuta ni mmoja. Wapo wa kutosha. Chukua simu yako, piga picha, hifadhi kumbukumbu la Torati kwa ajili ya reference. Maana jamaa akishaipokea simu atafuta kila kitu na atakataa kwamba hamna kitu kama hicho. Piga picha, hifadhi. Alafu ikiwezekana rudisha kwenye eneo la tukio, alafu ondoka. Nenda jikoni bize. Mhudumie kama kawaida. Subiria wakati ukiwa kwenye utulivu. Unafungua simu yako, unaambia mume wangu, samahani, kuna jambo nataka kuonyesha. Unafahamu wewe? Naomba usifanye. Nieleze ukweli. Mimi ni mke wako. Niambie tuyamalize. Ukinificha utaniumiza. Kiri nitakusaidia. Usianze kuchukua message na kwenda kuzipitisha kwa mama nani si wapi, kupeleka kwa mama mkwe si baba mkwe, unaenda kumwalisha. Mueleza nini? Weka dawa kwenye kidonda. Unaenda kuweka kichwani wakati anaumwa kwenye mguu. Weka. Mwambie huyu nani? Mama nani? Mama nani? Mama Sofia. Huyo ambaye anapika mandazi hapa nyuma.
mnafanya uchaguzi, mtasaidiana. Mimi naambia itakuma wewe mama, unaweza ukavurugwa, lakini ukiweza kutulia. Ndio maana afya ya akili ni muhimu sana, utulivu wa kuweza kusolve migogoro bila kupaniki. Wengi mnapaniki, hapo mnafanya mambo yanakuwa magumu zaidi. Lakini kaeni, elezaneni, saidianeni. Wewe baba, siku umekamata simu ya mama, ukakutana kuna wanaume ambao mama anawaendekeza. Wapo kina mama wanafurahia sana kuambiwa maneno, yaani wewe mzuri, una kiuno kama sijui cha tembo, una macho kama ya nyau. Yeye anacheka tu. Hamna. Ni kama mama ambaye ameshaolewa yupo kazini. Wapo vijana ambao wanafanya naye kazi, kila saa anamshika kwenye mabega, wakati mwingine kiuno, na yeye anakubali tu. Wewe lazima uresist. Wewe kama kompyuta ukiweka programu ambayo si ya kwako inakataa. Hilo usikubali watu watakudharau. Kila mtu anasikizika mwili wako, unakubali tu. Vijana wa bodaboda kwa sababu unataka kuuza supu yako, waje tu wakushike, sio vile ambao wanaogemea kwenye manyonyo, wewe uko tu. No, resist. Onyesha kwamba mimi ni huu mwili ni hekalu. Sio kitu cha kushika na kila mtu. Kuna programu yake imesetiwa iko nyumbani, mume wangu. Wewe uko tu, jamani, wewe jioni. Mtundu. Uko kama sungura. Wewe. Je, wewe si mmoja hapo kati ya kina mama hao? Ni wewe. Je, wewe baba uliyeko hapa, sio wewe ambaye umetoroka familia yako, umeweka password kwenye simu, mke wako amekuambia uifungue, umekataa katu. Umesemaje? Nini? Naomba leo mkafungue password. Ndugu zangu wapendwa, kuna Yakobo baba yetu alikuwa ni baba wa taifa la Israeli. Yeye aliona maono, ngazi imeshuka mbinguni, shuka chini, malaika wanashuka na kupanda. Baba wa familia, wewe ni ngazi, lea familia yako wapite kwenye ngazi waende mbinguni. Wewe ni ngazi. Baba wa taifa la Israeli, Yakobo, Israeli mwenyewe ni ngazi, pata yale maono. Mwanzo sura 28, akiwa Betheli, sehemu inaitwa Luzu, aliona kama ngazi inapita, malaika wanashuka, hapo pembeni ya ngazi Mungu amesimama hapo anaangalia process nzima. Wewe kama baba ujue Mungu yuko na wewe pembeni, anaangalia jinsi unavyowapeleka wengine mbinguni. Hakikisha kama baba watu wanapanda kwenye ngazi yako kuelekea mbinguni, uwe busy kuwapeleka watu kwa Mungu. Ngazi yako sije kabaki ikawa sisimizi tu na mijusi inapanda hapo. Ngazi watu wapite waende kwa Mungu. Mfano wa baba mwema zaidi mwingine tena kwenye Agano Jipya ni Mtakatifu Yosefu, baba mwenye busara anayetenda kwa ukimya. Hata ninyi kina baba, kama nilivyosema, kazi zenu hazitambuliki sana, mnatenda wakati mwingine mko kimya sana, mko kama Yosefu. Tendeni. Nilijua kuna mfano wa mtu ambaye alikuwa anatenda zaidi, hakuongea, alikuwa anatenda zaidi, lakini matokeo yake yalikuwa ni makubwa sana. Wewe kama baba, endelea kutenda, muige Mtakatifu Yosefu. Hakumwaibisha mke wake, na wewe usimwaibishe mke wako. Mtambulishe vizuri, msamehe pale anapokosea. Siku zote yasikilize mapenzi ya Mungu. Alimfundisha Yesu seremala. Wewe unajua unapambana kwa ajili ya familia. Alimwepusha Yesu na hatari. Baba, waepushe pia watoto wako na hatari. Pata muda, kaa na familia yako, msikilize mama, sikiliza watoto. Ni kweli unaleta chakula, unaleta pesa,
lakini haitoshi. Kana familia yako, baba na mama ni miguu miwili ya mwili. Ili mwili usidondoke, lazima kuwe na mawasiliano ya miguu hii miwili. Shuka kwenye ngazi hapa, hii miguu lazima iwe na mawasiliano. Baba na mama lazima mguu upi uwaze, unatangulia huu afu uje huu, kutoka juu hapa kwenda juu hivi. Ndio familia yenyewe, baba na mama. Wasilianeni ili familia ibaki salama. Baba, nishawahi kuambieni tena, narudia, kama umevaa sketi ya majani usikae karibu na mbuzi. Kuna mazingira ukikaa kama baba utapotea. Usiende kukaa karibu na mbuzi wakati unajua umevaa sketi ya majani, utabaki uchi. Umeweka mayai mfukoni, unacheza mziki, yatapasuka. Unauza mayai sokoni, unakuwa wa kwanza kuanzisha ugomvi, itakula kwako. Baba, penda familia yako, epuka mazingira yoyote yale ya dhambi. Baba, pombe, 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 pombe. Glasi ya pombe imeua watu wengi kuliko mto mkubwa wenye mamba. Acha kushindana na viwanda vya pombe. Viwanda vinazalisha tu, wewe ni mwanadamu. Acha kukaanga figo zako, acha kukaanga mwili wako. Ujui wako watu wanashindia pombe hawali, watu wanakaanga figo. Sasa hivi nenda Muhimbili, dialysis kila mahali, watu wamejaza sumu mwilini. Baba, chagua nini chakula vile vile. Mdomo wako unaweza kuwa ndio sehemu ya kuua wewe mwenyewe. Unachoweka mdomoni unaweza kuwa unajinywesha sumu, unajimaliza mwenyewe. Hicho unachokipigania kilete nyumbani mle na mke wako. Wapo kina baba ambao wana tabia ya kupenda kula nje na nyumbani. Kwanza wao wenyewe wamenawiri kuliko wake zao. Ukikaa na mke wako unafikiri bado huko unamfanya kazi. Yaani unapendeza, una kitambi mweupe, umevaa paka pete imekuwa kubwa, unaenda kuchonga nyingine. Baba, una duka lako, mke wako afikishi pua yake pale. Baba, una vitu vyako, umenunua viwanja vya siri, hujasema kwa mke wako, unakufa. Wale marafiki ambao ulienda kupima nao viwanja ndio wanavichukua, mke wako anabaki hana kitu. Eleza siri zako nyumbani. Hapa duniani hauishi milele. Sema, acha kujifanya kuficha siri. Utakufa tajiri, watoto wako watabaki maskini. Vile unavyopambania utachukuliwa na watu wa nje. Unajifanya unaweka siri, kumbe unajikomoa mwenyewe. Penda familia yako. Mwisho kabisa, tunawashukuru sana kina baba kwa upendo wenu, kwa mioyo yenu yenye huruma, kwa namna mnavyopambana. Sisi wanaume huwa tunakufa mapema bila kuwaficha. Upate muda wa kuangalia afya yako, upumzike, peleka gari garage ikufanyie service. Vile unapopambana kila siku, ifike hata mahali utoke out na familia yako, mnywe hata kidogo, ufurahi. Sio kila siku tu kupambana tu, sio kila siku kuhangaika kutoka jasho. Najua kuna ambao mnaamka usiku, mnarudi usiku, mmechoka. Kuna wengine mmejeruhiwa, watu wamewatapeli, mna maumivu yenu. Kweli mnahitaji faraja. Nawaombea neema ya Mungu siku hii, nyinyi mkiwa kama wachungaji wa familia zenu. Naomba Mungu awasaidie. Poleni sana kwa majeraha ambayo mmeyapata katika mihangaiko yenu, ambayo kina mama pengine hawakuiona sana. Sisi kama jamii na kama mapadri na kama kanisa tunatambua, hata wakati mwingine pesa wanazotoa hawata, asilimia kubwa pia zinatoka kwenu. Hata wakati tunasema uwaka umerudi nyuma, tunajua hamjarudi nyuma kivile. Tunajua mko nyuma ya wakati mwingine, tunafahamu. Wawata siku zote kina mama huwa wako mbele
kanisa hilo hatuwezi kukataa jinsi walivyo, wako hivyo, lakini bila sapoti yetu wasingeweza pengine kuja. Kwa ujumla, tunawashukuru ninyi nyote kwa kuwa wachungaji wema wa familia zenu. Watoto wenu mnawapenda, waleeni kwa adabu, wafundisheni maadili mema. Sasa hivi watu wanafundishwa elimu bila maadili. Elimu bila maadili yanaleta uharibifu. Tunapata watu ambao wana akili sana lakini hawana hofu ya Mungu. Jana nilirusha clip fulani nikasema, kuna mwanafalsafa anaitwa Aristotle anasema kuna elimu za namna mbili. Kuna elimu ya akili na elimu ya moyo. Elimu ya akili ni kama kujifunza hesabu, Kiingereza, sayansi, maarifa fulani ya dunia, udaktari, biolojia, vyote ni elimu ya akili. Lakini kuna elimu ya moyo. Elimu ya moyo ni kama huruma, upole, maadili mema, uadilifu. Ukipata elimu ya akili bila elimu ya moyo, umepata elimu nusu. Utapata watu wenye akili lakini hawana huruma, hawana uadilifu, hawana upole. Mtu mwenye akili sana alafu hana elimu ya moyo anakuwa katili sana.